What's up, guys? This is Raymond Victor. Uh, it's been long since I did a podcast. I did a show for this account. So the account is still there. I've decided to now embark on this journey to talk about things that are affecting us as youths. There's something that is wide, a topic that should be discussed in very different dimensions or departments. So today we want to focus on the impact of parents in our day-to-day activities. Okay, so that is going to be the main topic. But then now inside this topic there are different subtopics. So we'll be tackling the impact of parents on our social lives, impact of parents in our talent wise, impact of parents in marriages, impact of parents in any other thing that we can think of. So today I want to tackle this topic alone, but then the other sub topics, maybe I'll be hosting some other people who are maybe concerned with the topic that is being discussed. So today I want us to talk about the impact of parents in our social lives. So have you ever felt like your parents are digging deeper into your decisions, the decisions that you make in your lives, the decision that you make? Maybe unaweza kuwa maybe hata decide this is now what I want to do with life, but then you feel like your parents are like, yani kuna vile wanataka ku take over that decision making process of yours. So hii ni kitu yenye imeshafanya ma youths wame collide ama hata wamevukana na wazazi wao. Unapata maybe when I talk about social affairs, it's big. Inaweza kuwa relationship wise, maybe you're a lady, there's someone you're dating, umempenda ukweli, but then una feel kama mzazi wako ama hata wazazi wako like wanataka wakuwe kipaumbele au ndio wakudecidie like, yani whom to date. Maybe hata wanaweza ka centralize their opinion based on the tribe, waseme that hapana, unajua vizuri sisi hatuendani na wale watu, ama hata wale watu hawaendani na sisi. So unapata like, yani just because something had happened maybe in their past lives, wanataka pia watoto wao wa follow the current directions yenye lives zao zinaenda. So if you have ever felt like wazazi wako, like maybe the matters of the heart ni vitu zingine very sacred. We mwenyewe ndio una choose whom to date, ama you're the one who chooses whom to love. Watu wanasemanga that it's the heart that chooses, not even us. So when your heart has chosen someone to love, ukweli inapenda kabisa, then umefika some point you now want to share this thing with your parents. Unasema maybe okay dad or mom, there's someone I love and mtu mwenye maybe anaweza taka I spend my life with. So how do your parents react? Amata, what impact do they have concerning your decisions? Are they positive? Are they negative? So we can just start this journey together. Let us embark on this topic together, because it's a broader topic. Ni topic ingine kubwa sana. So we can just be discussing it. You can post kwa comment section hapo chini. Like, how was your journey been like as far as this topic is concerned? Like, okay, how do you deal with the impact? Kama maybe ni kitu negative, kama maybe wamekuruka, wanasema no, you cannot date this person, this is the wrong person. Like maybe wanaweza centralize opinion yao towards the person, maybe based on tribe, as I had said earlier, maybe hata based on skin color, based on like any physical appearance. Inaweza kuwa based on anything, maybe hata this guy is very arrogant, no, haufai kumdate. Ama hata maybe hata jamaa ni mrefu kukushinda, haufai kumdate. Ama hata maybe walikuanga wamekuwekea that wewe unafaa kukuwa dated by a doctor, ama hata you should be dated by an engineer. So what if huyo engineer hajakuja?
So parents, wherever it is that you are, this is now from me to you. There are those decisions zenye wengi wenyu muna take into the lives of your children, ama hata into the lives of those youths wenye munaishi now. A parent should be a mirror, okay? Na mzazi, kwanza mzazi mama unafaa kukuwa close na mtoto wako msichana. That is not my own opinion. Mzazi mama unafaa kukuwa kwanza closer with your daughter, at least cause una find out mtoto msichana maybe hata akona a lot of things to share, but then ajui ambie nani. Unapata maybe wewe kama mama wewe ni mkali, baba pia hapa baba pia ni mkali, so unapata mtoto anakuwa centralized, ako katikati sana hiyo, ako katikati, ajui mtu yoyote mwenye anafaa kushare issue yake nayo, na maybe amefika maybe at that puberty age. Mtoto mwenye amefika kwa that adolescent age ni mtoto mwingine delicate, anafaa kukuwa handled with care. So you as a mother unafaa kukuwa karibu na yeye, just reach out to her. Unafaa kumfundisha that there are those changes zenye anafaa kukuwa unexpected in lives. Zinaweza kuwa negative changes, zinaweza kuwa positive changes, physical appearance. Hizi ni zenye zinastua mtoto. So akifeel like maybe there's something she has na anafeel anafaa kuambia mtu, then wewe mwenyewe ni mkali, baba pia ni mkali, ama utapata maybe baba anatoka asubuhi akienda kazi, kurudi kwake maybe ni usiku saa 5 usiku, akitoka tena ni 5 asubuhi. That guy is not there like actively, hayuko active kwa maisha mtoto wake. Wewe mama pia, wewe pia maybe wewe ni mkali, una feel mtoto wangu msichana place amesha grow amefika, like yani kuna she tends to like yani kuonyesha madhara zingine ndogo ndogo. Most of them ni retaliation tu, wana feel like okay, mom aniski kitu yenye namwambia aski, then dad naye yuko hapo. So whom do you think mtoto ana rely? Utapata maybe mtoto the only people wenye wako closer ni marafiki zake, na what if marafiki zake wana have a very very wayward life, then unaanza kupata mtoto ana imitate ile maisha ya marafiki zake, ana imitate, then ghafla binvu amepiga ukuta, ameleta mimba kwa nyumba. Okay, so your impact amata your contribution to the lives of your children should always be active. Like kama ni positive, unafaa kuangalia like okay, what am I doing to ensure that my child makes the right decision in life, or what am I doing to make sure that even if I'm not around, my kid, amata my girl, my boy is going to lead a very very good life. You should now ask yourself these questions, okay? Because mtoto ana grow, itafika point aingie kwa relationship, ama itafika point I now have to stand alone, ye mwenyewe atoke sa place yenye yuko under your umbrella, answer life yake sa peke yake. Now what are you doing currently to ensure that hata kama amefika kwa hiyo age anafasa kuanza life yake peke yake, ama hata kama amefika kwa hiyo age yenye sasa amechukuliwa sasa kirasmi na mwanaume mwingine, amepelekwa sasa kwa nyumba yake. Now what are you doing to ensure, you as a mother, what are you doing to ensure that ukweli my girl wherever it is yenye atakuwa, she's going to be safe, she's going to be happy, she's going to be an example to that family? What are you doing? Mtoto msichana anafaa kuchukua mamake ni kama kio. Unapata inafika point maybe hata kwa manyumba hizi manyumba zenye tunaishi, kama umelea mtoto wako msichana vizuri, your impact kwa life yake imekuwa positive, your contribution kwa life yake imekuwa poa. Utapata mtoto hata kama wewe mwenyewe hauko, life yake maybe hata kama akona brothers, akona watu wengine, inafika point watu wakiingia kwa nyumba wakiona mtoto msichana, wanakuona wewe kama mama, wanakuona ndani yake. It should get to a point whereby if you are not there, mtoto wako msichana yeye ni mira, ama hata yeye ni kama mfano wako. Okay, hiyo time yenye hauko
Watu wanafaa kukua wakimuona ni wewe ndio wanakuona. Now, what are you doing currently to ensure that umefika na mtoto wako msichana kwa that point? Most of us kama wamama sijui, okay, like you know female beings, kuna vile like kupatana at times inaonga ngumu sana. Utapata mtoto mama na msichana wake wakiwa kwa nyumba ni vurugu 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 vurugu, na wewe mwenyewe unasahau that mtoto wangu msichana atakuja kuoleka one day. So kitu yenye unatoa ndio anakopi, imitate. Wanasemanga the apple does not fall far away from the tree. Okay? So whatever it is that you are impacting kwa maisha mtoto wako msichana, just know that hiyo ndio atachukua naende nayo. Whatever it is that you are impacting kwa maisha mtoto wako kijana, hiyo ndio kitu yenye atachukua na ende nayo. Why? Because anasema mimi kwa nyumba yetu ni Hindu nilikuwa naona. Mimi kwa boma yetu ni Hindu nilikuwa naona. Mimi kwa maisha babangu ni Hindu nilikuwa naona. Kwa maisha mamangu ni Hindu nilikuwa naona. Kama wewe ulikuwa violent, mtoto wako atakuwa tu violent. Akitoka pale nje, that is the only language she will know how to discuss. Hapo ndio unapata ana collide na watu, asikizanye na watu kwa public, asikizanye na mtu kwa public. So this is a very very big topic. Let me just know what you think about it kwa the comment section hapo chini. We should just build this community together. Let us see how we are going to help our kids grow. Let us see how we are going to help our sisters, our brothers grow, have to become to lead a very very exemplary life. Maybe hata kwa nyumba zao, kwa ndoa zao, everywhere that wako. Watoto ama hata wale wenye tunaishi nao kwa nyumba, our kids, our brothers, our sisters, inafaa kuwa place yote yenye wanaenda wanatangaza kitu yenye wametoka nao kwa familia yao. Now, we should now build that source ikuwe a very very exemplary source yenye hata wakitoka flow na the same source. Biblia inasema teach your children in the ways that you deem right. Ndio hata wakigrow up those ways hawaendi kuzisahau. So how are we teaching our kids? What are our impacts into the lives of our kids? What are our impacts ama our contributions into the lives of our kids? So we are going to be discussing about these things. Let me just know what you think kwa your comment section. Remember, this is Raymond Victor, very very new show. Let me know what you think about it. So that was it from me to you. Let me know what you think for now. Bye.